Well, you know the problem with democracy. I don't think there is any country in the world which does not call itself democratic. All countries in the world call themselves democratic. It's a matter first of definition, I think mainly of definition and of what we regard to be the essentials of democracy. We certainly ourselves regard ourselves as democratic. Katika moja ya hotuba zake za kihistoria, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizungumzia kwa tafakuri pana kuhusu dhana ya demokrasia, uongozi na mustakabali wa Umoja wa Afrika, akisisitiza kuwa demokrasia inazungumzwa zaidi katika tafsiri na sio kiuhalisia wa vitendo. Akizungumza katika mtazamo wa kifalsafa na kisiasa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema kuwa kila nchi duniani inajiita ni ya kidemokrasia, lakini namna ya kutafsiri hiyo demokrasia ndiyo inakuwa tofauti. Alisisitiza kuwa jambo la msingi katika demokrasia si tu kuhusu uchaguzi, lakini pia kuhusu uhuru wa mwananchi katika jamii yake. Alisema kuwa katika jamii iliyo huru, mwananchi anatakiwa asihisi hofu katika maisha yake ya kawaida, lakini awe na fursa ya kuchagua kiongozi ambaye anamtaka na anajua anaenda kumwakilisha vipi kule ambapo amemtuma kwa ajili ya majukumu ya kiutawala na kusaidia jamii yake. What are the essentials of democracy? The essentials of democracy are that individuals should feel unharassed, that they are actually free in their society. Individual, this is the most essential thing. I never see why an individual should not feel free because of a machinery of election. And the two party or the one party is really basically a machinery of election. Alisema kuwa katika nchi ambazo zinaongozwa kidemokrasia, hasa ya vyama vingi, ni ngumu sana kuona nchi hiyo kuwa chama kimoja ndio demokrasia na haki itapatikana. Akisisitiza kuwa demokrasia pia haipimwi tu kwa wingi wa vyama, bali kwa namna wananchi wanavyohisi kuwakilishwa vyema katika uchaguzi na kuchagua watu wanaowataka. We understand why countries used to the multi-party system don't believe that a one-party system can be democratic, or are rather suspicious of the one-party system. We can't frankly convince them by sheer argument, philosophical argument, that this is possible. Perhaps the best thing is actually to see this thing in practice. The machinery is that an individual should feel a true choice of the people he wants to represent him in a government where it's no longer possible for people individually to participate in the government, that you have to select individual representatives. Katika muktadha mwingine, Mwalimu Nyerere yeye alizungumza kuhusiana na muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambayo kwa sasa tunaita Tanzania, akisema kuwa nchi hizi mbili zimeungana na kuwa na haki sawa, hakuna ubaguzi wa aina yoyote ule ambao unatakiwa kutokea, na wala haitakiwi kusema nchi moja kubwa moja ndogo, yote inatakiwa sawa, akitoa mifano katika majimbo au katika nchi ya Marekani kuwa kuna majimbo kadhaa lakini yote inapata haki sawa kutoka kwa serikali yao. It's a merger between two countries. And when you are talking about countries, there is no big country and small country. Countries are equal. Zanzibar was an independent sovereign state, not less sovereign than Tanzania and Tanganyika, and Tanganyika was an independent sovereign state. And the problem is really how it's a question of constitution. How do you merge these two countries? And what kind of constitution do you adopt? Now, take the United States of America. Their own constitution provides for two houses. Mwalimu aliamini katika Umoja wa Afrika Mashariki. Alisema kuwa umoja huo ungekuwa tegemeo kubwa la kuokoa Afrika Mashariki kiuchumi na kisiasa. Hasa amezungumza kurudi nyuma wakati wa ukoloni, akisema umoja huo ungekuwa wakati ule ambao uhuru ungekuwa hujapatikana, basi ungekuwa bora zaidi hadi kufikia wakati
huu wa sasa. Africa has in a sense missed the first opportunity, and this is the thing I said in East Africa, that in East Africa we should have become united before we became independent, before we became separate states. We should have done that. I did advocate that in 1960. I did even go as far as saying, realizing this, I went as far as saying Tanganyika must delay her independence, or ought to delay her independence, so that we all become united, and then we take our independence. Well, this did not happen. The reasons I understand, but I felt it was a great pity that we did not become united before we became independent. Hence now the difficulties. We now become separately independent, and as a result, since we are sovereign states, it's extremely difficult. Mwalimu alisema kuwa muungano wa Umoja wa Afrika bado ni ndoto yenye changamoto kubwa ambayo inahitaji marekebisho, inahitaji juhudi kubwa kwa ajili ya kuhakikisha bara hili linakuwa sehemu salama na sehemu yenye amani tulivu kwa kila mtu, kwa raia wa Afrika. Wakati vijana wanahitaji kukumbuka mambo kadhaa kutoka kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hili ni moja ambalo wanatakiwa kulichukua na kuwa funzo hasa kwa uongozi uliopo sasa hivi nchini na Afrika kwa ujumla. Wajue ni namna gani dunia inatakiwa kwenda, namna gani Afrika, Tanzania inatakiwa kwenda. Leo tarehe 13 mwezi wa 4 ni siku ya mfanano kuzaliwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo nimekuletea haya kwa ajili ya kuenzi kile ambacho alikianzisha, akakitekeleza, na bado sisi tunatakiwa kukiendeleza kile ambacho yeye amekiacha. Mimi ni Hassan Magulumali na kuletea ripoti hii, na hii ni Media wa Express, habari fupi mahiri kwa Afrika.